Ni Oktoba 20, tunakutana kuzungumza taarifa za michezo kupitia kipindi cha Viwanjani ambacho kinaangazia taarifa kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, Afrika, lakini pia duniani kwa ujumla. Huwa tunaangalia kile ambacho kinagonga vichwa vya habari katika vyombo vya habari, hasa vile ambavyo vinaandika taarifa za michezo, kama Azam TV ambavyo imejizatiti kukuletea taarifa za michezo kutoka maeneo mbalimbali nchini, lakini pia nje ya nchi ya Tanzania. Kuna mambo mengi sana ambayo tunaamka nayo leo, ikiwemo weekend ambayo ilipita. Kulikuwa na mambo mengi sana katika ligi ya mabingwa, lakini pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo klabu zetu takriban 5 zilishuka dimbani kuweza kutafuta ushindi muhimu zaidi kuelekea kwenye michezo mingine ama mechi za pili za marudiano, ambazo pia zitatoa nafasi kwa timu kutinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kombe la shirikisho. Pale kwenye uwanja wa Amani Zanzibar tulikuwa na mchezo ambao ulikutanisha KMKM dhidi ya Azam FC, mchezo ukimalizika kwa Azam FC kupata ushindi wa magoli 2-0, hivyo kuweza kuweka matumaini mazuri sana kuweza kuingia katika hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Mchezo mwingine wa kombe la shirikisho ulichezwa jana kati ya Flambeau dhidi ya Singida Black Stars, mchezo uliomalizika kwa sare ya bao 1-1, huku mambo yakiwa ni mengi sana katika mchezo huo. Miongoni mwa tukio kubwa zaidi ni tukio la kipa wa Singida Black Stars alichokifanya mpaka kuweza kusababishia timu yake kufungwa goli ambalo lilipelekea sare ya bao 1-1. Lakini kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika Jumamosi tulishuhudia mchezo ambao ulikutanisha Young Africans ambao walikuwa ugenini dhidi ya timu ambayo iliweza kufanya vizuri zaidi katika mchezo ule, na tulishuhudia kitu ambacho pengine wengi hawakitegemea katika mchezo ambao Young Africans ilipoteza bao 1-0 dhidi ya Silver Strikers ya Malawi, mchezo kuchezwa katika uwanja wa Bingu pale Lilongwe, Malawi. Nini ambacho kitajiri baada ya hapo? Lakini kilichojiri masaa machache baadaye ni Young Africans kuachana na Romain Folz, kocha mkuu wa kikosi hicho ambaye alishindwa kuwachekesha wananchi. Hatimaye Yanga wakaamua kumchekesha yeye kwa kumweka pembeni baada ya mchezo huo. Lakini Simba jana walikuwa na kampeni huko Eswatini dhidi ya Nsingizini Hotspurs, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba Sports Club kupata ushindi kwa magoli 3-0, magoli yakifungwa na Kibu Dennis ambaye alifunga magoli 2 akitokea bench, lakini Wilson Nangu beki wa kati ambaye alifunga mpira ambao alifunga goli la kwanza ambalo limetengeneza pia historia yake kwenye klabu ya Simba. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tutatazama hayo, lakini pia pale Ulaya tutaenda kutazama Der Klassiker, mchezo ambao ulikutanisha Bayern Munich dhidi ya Borussia Dortmund, huku Borussia wakitota kwa kipigo cha magoli 2-1, Harry Kane akiendeleza kila ambacho alikifanya. Lakini pia la ziada, Manchester United, club kubwa zaidi duniani, tumefanya maajabu sana jana. Liverpool wamenyolewa. Nipo na Ayubu Hinjo, nipo na Andrew Kinga Mkono. Mbona unatambulisha kama Manchester mwenzako? Mbona unatambulisha kama Manchester mwenzako? Don't. Inabidi useme nipo na Ayubu Hinjo, Manchester mwenzangu. Nipo. Ndio mtani anakuita Mbeumo. Ni kweli. Ndio nimeanza mdogo. Zinakuja. Na mtafuta Brian Mbeumo. Zitafika kweli? Kaka, zitafika kwa mateso makali. Azifiki. Hapo hujanyoa muda gani? Wapi? Hapo hizo hujazinyoa muda gani? Nimenyoa tu wiki 2 zimepita. Wiki 2 ndo ziko hivyo? Wiki 2 zimepita. Tukinga mkono. Jana timu kubwa ilifanya vitu vikubwa sana. Dunia nzima imefurahi. Yule Harry Maguire yule. Bonge moja la beki. Bonge la mchezaji. Basi tu. Kuna muda akiamua kuleta furaha, basi mambo yanakuwa mazuri. Sasa bahati mbaya kwa mtozo wa kipindi hiki ujue ni jogoo. Sasa jogoo leo ameamka vibaya, lakini kila kitu kitaenda vizuri. Lakini mbali na hapo kuna issue ya ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Kipi ambacho kimekushangaza katika hizi siku kuanzia Jumamosi, Jumapili na taarifa zote ambazo zilitoka, Andrew Kinga Mkono? Kilichonishangaza ni kufukuzwa kwa kocha wa Yanga. Imekushangaza au ulitegemea, kwa sababu tayari ngoma ilikuwa inavuma sana kwamba yani kilichotokea kwamba watu walikuwa wanapanga afu anamfukuza kuku aingie bandani. Kwa hiyo ilitokea kipa akaingia bandani. Basi watu wakakata kile walichokuwa wanakitaka. Ni shinikizo la watu ndio limepelekea kocha Romain Folz kuweza kuondoka, kwa sababu tangu anajiunga na Yanga wamecheza mechi kadhaa. Nadhani kwenye takriban mechi yake ya 3 akiwa na Young Africans, watu wanasema Yanga haichezi vile ambavyo watu wanahitaji. Haichezi vile ambavyo watu wanahitaji. Shinikizo likawa kubwa. Yaani Yanga walikuwa na pressure nje kubwa.
Nadhani kuna vitu ambavyo vilikuwa nyuma pazia ambavyo sisi wengine hatuweza kuviona, tuweza kuvizungumza kwa sababu management inajua zaidi. Lakini kocha alianza vizuri. Umeona kocha alianza vizuri, timu ilianza kucheza vizuri, wakapata ushindi kwenye mechi zao bila kuruhusu goli lolote. Yaani paka anaenda kwenye mechi hii nadhani ndio mechi pekee ambayo ameruhusu goli Yanga. Kwa hiyo unamuona katika mechi zake almost 6 amecheza hajafungwa. Kwa hiyo kulikuwa hakuna sababu, japokuwa kulikuwa na pressure nyingi kwamba tunataka mpira wa kupendeza. Mbaya zaidi Jumamosi ule mpira hata ule wa kwanza ambao ulikuwa unaonekana mzuri haukuonekana. Kwa hiyo ikawa sasa ile sababu yetu imetimia kwamba unajua ukishaona watu wanakuletea mwingine. Umeona? Yaani watu tayari wanakutia kwenye maandalizi. Yaani wanakutia kwenye pressure. Kwa hiyo ulikuwa unaona yani ilikuwa ni swala la muda tu. Coach alikuwa amsubiri akosee. Mbeya City alikosekana kidogo tu, lakini ilikuwa kule biashara ifie pale Mbeya City. Wakaona basi tuwe na subira kidogo jamani, hii mechi ya ligi na nyingi. Basi Waswahili wanasema akipasha kipa atoke mshambuliaji. Anatoka kipa huyo. Anatoka kipa huyo. Yaani bora unaweza kusema kapasha beki anaweza katoka mshambuliaji au kiungo. Na mtu akitaka kuacha huwa anatafuta sababu. Unanitumiaje message ya usiku mwema kwa herufi kubwa? Unanifokea. Kwanza leo mimi na wewe tusijuane. Na mtu kweli anaachwa. Kwa nini unanitumia message za herufi kubwa usiku mwema? Usiku mwema kwa herufi kubwa unanifokea. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kuna sababu ambayo pengine ilikuwa ipo nyuma inatafutwa ili kocha Romain Folz aweze kukalia kutikavu. Hinjo, kuna taarifa yote ambayo ilikushangaza katika hizi ambazo zimejiri hasa za Champions League pamoja na kombe la shirikisho? Mwana nusu finali msimu uliopita Orlando Pirates amekutana na kipigo kibaya sana. Kuchezea kipigo kutoka kwa Lupopo mabao 3-0. Naweza kusema Lupopo ni kati ya timu bora sana barani Afrika, hasa kwenye ligi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa aina ya matokeo waliyopata dhidi ya Orlando Pirates, timu ambayo msimu uliopita ilifanya vizuri sana kama ilivyokuwa kwa Romain Folz. Mapema sana mashabiki wa Orlando walikuwa wanaweka pressure kwenye timu yao kwamba hawamtaki kocha kwa namna timu yao inavyocheza. Haikuwa vile ambavyo ilikuwa. Na nafikiri walikuwa wanasubiri kutafuta sababu, kwa sababu kwenye mechi za PSL Orlando hajafanya vizuri kwa kiasi kikubwa. Alichelewa sana kupata ushindi wake wa kwanza. Lakini pia hata kwenye mechi ya hatua ya kwanza ya ligi ya mabingwa walishinda bao 1 kwenye mchezo iliyopita, lakini hawakucheza vizuri. Ndipo pressure ilipoanza kuwekwa na mashabiki. Hata dhidi ya timu ya daraja la chini, timu ilishindwa kucheza vizuri. Kwa hiyo kufungwa na Lupopo mabao 3-0 wakiwa away, nafikiri ndio imekuwa tiketi sasa ya Orlando kwenda kumuondoa kocha wao. Sawa, niko na Ayubu Hinjo sambamba na Andrew Kinga Mkono. Tutakuwa tukitazama yale yote ambayo yanajiri hapa kupitia kipindi cha Viwanjani, lakini tulikuwa tukianza tu na yale makubwa ambayo yametikisa. Moja kati ya taarifa kubwa ni kocha Romain Folz ambaye alikuwa ni mwajiriwa wa Young Africans. Mpaka sasa ninavyozungumza na wewe si mwajiriwa wa Young Africans, na Yanga haimtambui kama kocha baada ya barua ambayo ilitoka masaa machache baada ya kipigo cha bao 1-0 ambacho ilikipata kutoka kwa Silver Strikers ya Malawi. Na sasa rasmi tunaanza soka letu. Naam, soka letu linaanzia kule Eswatini ambapo kikosi cha Mnyama Simba Sports Club jana kilikuwa uwanjani kuendeleza kampeni yake ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba kupata alama 3, lakini pia kikubwa zaidi ni ushindi wa magoli 3 ambayo Simba waliweza kuvuna, magoli yakifungwa na Wilson Nangu, Kibu Dennis akitokea bench na kufunga magoli 2. Hivyo Simba inahitaji sare katika mchezo unaofuata ili iweze kwenda mbele katika hatua ya makundi. Lakini kikubwa zaidi ni kile ambacho kimefanyika huku. Msemaji wa klabu hiyo Ahmed Ali amesema magoli 3 ambayo yalifungwa ni ya mashabiki wa kule Eswatini, lakini mashabiki wa Benjamin Mkapa au mashabiki ambao watashuhudia mechi hiyo wakiwa Dar es Salaam wana magoli yao ambayo pia wataenda kukutana nayo. Lakini kwa sasa hivi tuanze kuangalia kile ambacho kilijiri kwenye mchezo ambao ulikuwa unasimamiwa na meneja wa klabu hiyo Dimitar Pantev, ambaye hivi karibuni Simba wamemtoa Gaborone United na kumpandikiza pale aanze kuendeleza kampeni ya Simba katika ligi ya mabingwa. Kipi ambacho amekifanya? Tunazungumza hapa na Andrew Kinga Mkono pamoja na Ayubu Hinjo tuweze kufahamu kile walichokiona katika mchezo wa jana. Andrew Kinga Mkono,
Simba ilikuwa katika kipindi cha mpito hivi karibuni baada ya kuondoka kwa kocha Fadlu Davis, lakini akaja Ahmed Morocco ambaye alichukua mechi moja ambaye alikutana na huyo meneja wa Simba ambaye ni Pantev. Katika mchezo ambao ulichezwa Benjamin Mkapa, Simba Morocco anaachana na Simba katika mchezo ambao waliingia makubaliano ya yeye kusimamia, kwa anamchukua Dimitar Pantev. Mchezo ambao Dimitar Pantev anausimamia dhidi ya Nsingizini Hotspurs, Simba inapata ushindi wa magoli 3-0. Una mabadiliko ama una neema kwa Simba kiuchezaji, jinsi ambavyo Simba walikuwa wanahitaji? Kuna neema yote ambayo imeingia kwenye klabu ya Simba kupitia Dimitar Pantev? Kwa jinsi nilivyowatazama, kuna neema inaonekana, kuna matumaini, kwa sababu niliona wachezaji wameongeza kujiamini. Alafu ile Simba tulikuwa na walaumu kwamba washambulii kwa kasi. Jana uliona walishambulia kwa kasi, hasa katika kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza hawakucheza vizuri, hawakuwa bora. Nsingizini walikuwa bora zaidi kwao, waliweza kuwatawala, waliweza kuwabana Simba vizuri sana kwenye kipindi cha kwanza. Ile goli tu la Nangu ndio ilikuwa inaonyesha tofauti ya mchezo kwenye kipindi cha kwanza. Lakini kipindi cha pili kocha yale mabadiliko yake alikuwa bora zaidi. Akaleta kumuingiza Soa, Kibu, waliongeza kasi kwenye safu yao ya ushambuliaji, na pamoja na Morris Abraham waliongeza kasi ile kwenye kushambulia, ambao kitu ambacho kilikosekana kwenye kipindi cha kwanza. Mwalimu muda mwingi alikuwa yuko peke yake sana. Wale wachezaji wengine wakina Neo Maema walikuwa mbali na mwalimu. Kwa hiyo mwalimu muda mwingi akawa anakimbia peke yake, akaonekana hana uwezo. Lakini alipoingia Soa akawa anacheza karibu na Kibu. Uliona goli lilofungwa jinsi Soa alivyokimbia na mpira, akapengeza pasi ya kisigino, Kibu akageuka akafunga. Goli la pili umeona katikati ya uwanja, Morris anachukua mpira, anapiga pasi 3 pale, wamekimbia. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kimeongezeka. Kwanza kasi, kitu ambacho ni muhimu sana kwenye mashindano kama haya. Unapokuwa timu kubwa unacheza, ili uweze kupata magoli lazima muwe na kasi ya kutosha. Hii kasi inawafanya wapinzani, hata kama wakiwa wengi kiasi gani, nyinyi mnapokuja kwa kasi na mkiwa mna uwezo mzuri wa kumiliki mpira, kugongeana haraka, inakuwa kuna rahisi kupata goli. Kwa hiyo iko ni kitu kubwa ambacho Simba wamekipata kwa manager Dimitar, kwamba amewatengenezea sasa, wameanza wachezaji kujiamini. Kwenye mechi zilizopita ulikuwa unaona wachezaji hawajiamini. Nimemwangalia Awa hakuwa kwenye mchezo wake. Hata jana nikashangaa, mbona mipira ya adhabu anapiga Mpanzu, imekuaje? Wakati yeye ndo unajua yeye ndo kona anapiga Maema, imekuaje? Lakini nadhani kocha labda anabidi akae azungumze naye, kwa sababu ni mtu ambaye ni muhimu sana kwenye maeneo haya ya mipira hiyo. Katika mipira yote ya kipindi cha kwanza alipiga mpira mmoja tu wa adhabu ambao walipata. Lakini mingine yote alipiga Mpanzu, alipiga Maema. Kwa hiyo kitu ambacho nikaona mbona imekuwa hivyo, lakini nikasema labda kocha na mwenyewe hata uchezaji wake hakuwa yule tuliomzoea. Nadhani kuna kitu, labda mazingira, meneja mpya na falsafa mpya, wakati mwingine na mchezaji inakuwa inaweza kukuondoa mchezoni. Kiuchezaji kwa ujumla Simba walikuwa vizuri sana, hasa kama watatumia kasi ya kipindi cha pili na aina uchezaji waliocheza nao kwenye kipindi cha pili kwenye wakati Dar es Salaam wakiendelea nayo, ile inaweza kuwapa matokeo mazuri sana. Lakini vinginevyo wasiwadharau Nsingizini, bado wana timu nzuri, japokuwa magoli 3 ni mengi sana. Wafunga goli 4 hapa bila, inaona itakuwa mtihani mkubwa, itakuwa historia mpya kabisa kufunga goli 4 bila hapa nyumbani. Kwa hiyo nawapa nafasi ya kwenda mbele kutokana na idadi yao ya magoli walioshinda. Kibu jana amekuja amefanya kile ambacho anastahili kukifanya. Siku zote ni mfungaji mzuri akipewa nafasi, na kama manager ameweza kumfanikiwa kumrudisha kwenye mstari, ina maana anamuongeza Kibu, Soa, Mkwala pamoja na mwalimu, anakuwa na washambuliaji 4 ambao wanaweza kumfungia magoli. Hiko ni kitu muhimu sana kwenye timu, na hasa kwenye ligi ambayo sasa ligi ina mechi nyingi. Kuna kombe la ligi ya mabingwa ina mechi nyingi. Kwa hiyo inahitaji uwe na watu ambao wanaweza kufunga. Ukiwa na washambuliaji wanaweza kufunga, inaifanya timu yako inakuwa imara na kwenda mbele. Ayubu Hinjo, matumizi ya wachezaji kwenye mchezo wa Nsingizini, kuna namna ambavyo kocha manager Dimitar Pantev ametengeneza kitu kipya kwa kutumia wachezaji tofauti na ambavyo watangulizi wake walikuwa wakiwatumia? Ukirejea tangu kwenye mchezo ambao alicheza dhidi ya Simba, alitupa sifa ambayo ulikuwa unaisubiri kuiona kwenye mchezo huu. Alisema anafahamu aina ya wapinzani ambao anacheza nao, kwa sababu alijaribu kuweka muda wake kufuatilia. Manake alijaribu kuangalia Simba ina udhaifu gani na ubora wake uko wapi, na yeye aingie kufanya kitu gani uwanjani. Ukijaribu kutazama pia kikosi ambacho alikichagua kuanza nacho dhidi ya Nsingizini, unaona kabisa ni mtu ambaye kuna kitu alijaribu kukisoma zaidi kwa upande wa Nsingizini. Nsingizini ina wachezaji hasa kutokea katikati mwa uwanja kwenda kwenye eneo la pili, ambao kwanza kiuwezo binafsi wako vizuri. Mavuso
unamzungumzia Sizwe Yeki ambaye ndiye MVP. Unakwenda kumweka na mshambuliaji wao ambaye ni mpya msimu huu, Joel ambaye amesajiliwa Mganda. Huyu ni wachezaji watatu ambao kama wanakaa na mpira na kufikiria zaidi ya sekunde 5 timu inakuwa kwenye matatizo makubwa. Kwa hiyo maana yake alijaribu kutafuta uwiano sawa wa timu yake isipokuwa na mpira na ikiwa na mpira wafanye kitu gani. Ndio maana unakuja unagundua Simba ilicheza na namba 10 watatu uwanjani. Kwanza kuhakikisha kwenye nafasi finyu wawe na uwezo wa kuzifungua zile njia. Unamzungumza Joshua Mutale, Jean Sharawa na Neo Maema. Hawa ni wachezaji ambao walikuwa wanacheza zaidi ndani kuliko kwenye mapana ya uwanja. Alibaki Elim Panzo peke yake ambaye alikuwa anatanua zaidi, pengine kujaribu kuifungua njia. Sababu beki namba 2 alikuwa Nkosingipile ambaye ni center back kwenye mabeki watatu, alikuwa anacheza zaidi pembeni kujaribu kumkaba Mpanzo, pengine zile half space ziweze kutumiwa vizuri na wachezaji wa Simba. Ndio maana baada ya kufanya mabadiliko tulienda kuona kasi ambayo Kinga Mkono amezungumza, kitu ambacho kilikuwa kinakosekana. Simba kipindi cha kwanza walikuwa wanatabirika kwamba mpira upo kwa Kamara hivi sasa, basi pasi yake itaenda pale kwa sababu ya namna ambavyo movement zilikuwa zinafanyika. Lakini baada ya kuingia Morris, baada ya kuingia Kibu, namna ambavyo Joshua Mutale alijaribu kuchange game yake, namna ambavyo Neo Maema alijaribu kuchange pia game yake, ulikuwa unaweza ukaona kulikuwa na utofauti mkubwa sana. Na balance nyingine kwa makocha wa kisasa, ukijaribu kutazama karibu kwenye timu zote, makocha wengi wanapenda kuwa na center back ambaye anatumia mguu wa kushoto ili kuweka uwiano sawa wa timu yake. Wilson Nangu, nafikiri mashabiki wa Simba wengi walishangaa kwa nini Shamu hajaanza kwenye mchezo huu, kwa sababu tumezoea pacha ya Rushain sambamba na Shamu kwa michezo mingi ambayo amecheza. Kwa hiyo kocha alijaribu kutafuta uwiano sawa. Mtu anayetumia mguu wa kulia kucheza upande wa kushoto, wakati mwingine inakuwa ngumu sana kuweza kudili na mguu wa kushoto. Ndio sehemu yenye udhaifu wake tunasema. Kwa hiyo ukiwa na mtu ambaye anatumia mguu wa kushoto katikati na mtu mwingine anatumia mguu wa kulia katikati, maana kuna balance nzuri umetengeneza pale ambapo mtashambulia na kushambuliwa. Kwa hiyo ilikuwa ni assignment nzuri kwa kocha Dimitar, manager ambaye tunaweza kusema amefanya vizuri sana kwenye kusoma mpinzani ambaye yuko naye, na kubwa zaidi kuweza kuwa na wachezaji wengi kwenye kila tukio. Kilichokuwa kinanishangaza zaidi kwa kipindi cha pili, tofauti na kipindi cha kwanza, Simba ilikuwa na watu wachache sana kipindi cha kwanza kwenda mbele. Labda kujaribu kuhofia namna gani Nsingizini wanaweza kuchukua mpira na kupiga pasi za haraka kwenda kwao. Lakini kipindi cha pili ulikuwa unaona idadi ya zaidi ya wachezaji 4 mpaka 5 wanasogea kwenda kwenye eneo la kushambulia na kuwa na options nyingi sana pale ambapo watapasiwa. Kingine ambacho nilikiona, ukaribu zaidi uwanjani. Ukitazama mstari wa walinzi wa kati, Rushain na Nangu walipokuwa hapo, Kamara yupo karibu yao. Kamara yupo karibu sana na Aua, yupo karibu na Mutale, yupo karibu na Maema, yupo karibu na Mpanzu, yupo karibu na Mwalimu. Maana yake ni kwamba kwanza uhakika wa kucheza, kuondoka kwenye maeneo ambayo yamebana. Kingine, timu ikipoteza mpira hakuna umbali mkubwa sana wa kukimbia kwenda kutafuta, kwa sababu tayari mpo karibu, mna uwezo wa kuzuia nafasi. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo jema sana kwa upande wao. Mabao 3 kwenye mchezo wa kwanza nafikiri yanatosha kuhalalisha kwamba wapo kwenye hatua nzuri zaidi kwenda kwenye hatua ya makundi. Ila tunafahamu mpira, Simba wenyewe waliwahi kufungwa mabao 4 lakini wakaenda kushinda mabao 5 ugenini dhidi ya Mufuria. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mechi bado haijakamilika. Edu Kinga Mkono, nafasi ambayo alipata Wilson Nangu ya kucheza katika mchezo ule, lakini pia akapata nafasi pia ya kuandika bao lake la kwanza akiwa na uzi wa Simba, moja kwa moja inaweza ikampeleka kwenye mawazo ya kuwa kwenye first 11 ya Dimitar Pantev. Ni mapema kwa sababu kwenye mechi jana alicheza vizuri, alitimiza majukumu yake vizuri sana na alionyesha, akaenda mbele. Ni aina magoli ambayo anafunga, na hii goli hili ni muendelezo wa Simba kutumia mabeki wake wakati kufunga magoli ya namna ya kona. Wanafunga katika msimu karibia magoli yao 3 au 4
Wamefunga kwa kutumia kona. Ukianza na mechi ya ukianza Simba Day dhidi ya Gor Mahia, Hamza alifunga goli kwa kichwa. Ukitazama hata kwenye ngao ya jamii dhidi ya Yanga, Simba walikuwa threat sana kwenye mpira ya juu. Unaweza kusema Diarra alikuwa bora sana kuweza ku-anticipate na kuondoa mashambulizi ya Simba. Mechi ya kwanza ya Simba ya ligi na Fountain Gate kwenye mabao matatu, Rushaine alifunga bao la kichwa. Ukirejea dhidi ya Namungo, Rushaine akafunga goli sio kwa kichwa, kwa mguu, lakini ni mpira wa kutenga. Shamuna akafunga goli la kichwa. Maana yake ni kwamba kuna kitu cha utofauti ambacho pengine hatukukiona kwa kipindi cha karibuni. Nafasi ya Wilson Nangu iko wazi sana kwako. Ipo, lakini kutokana na Shamu amekuwa mtu nguzo muhimu. Yaani wakati mwingine Nangu kitachomsumbua ni umbile lake. Wakati uwezi kuwa na mabeki wawili wote ambao wana vimo vinafanana, kwa sababu Rushaine sio mrefu na Nangu naye sio mrefu. Kwa hiyo unamhitaji mtu kama Shamu kusaidia kwenye mipira ya juu, kwa sababu watu wengi wanakuja na washambuliaji warefu. Ukiangalia hata washambuliaji wa Nsingizini na wenyewe walikuwa ni warefu. Kwa hiyo wakati mwingine unahitaji kuwa na watu, kuna timu nyingine ni nzuri sana kwenye mipira ya cross na nani. Kwa hiyo unahitaji mtu kama Shamu, uzoefu wake na uwezo wake wa kucheza pale utampa nafasi ya kucheza. Japokuwa jana kocha alitaka kujaribu kitu, hasa kutokana na nature ya uchezaji wa Nsingizini, wanacheza pasi nyingi sana, akaona muingize kijana ambaye anaweza kukimbizana na hizo pasi fupi za Nsingizini. Nadhani ilikuwa ndo lengo lake hasa, kwa sababu alijua wakati mwingine labda Shamu anaweza kuwa kichangamoto. Sawa. Tunaweka nukta hapo kwenye hilo ambalo tulikuwa tukitazama jinsi ambavyo Simba iliweza kuvuna ushindi wa magoli 3 kwenye mchezo ambao walicheza ugenini Eswatini wakicheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Hivyo wanajiandaa kucheza mchezo unaofuata na utachezwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Wakati maandalizi yakiendelea, tayari msemaji wa klabu hiyo Ahmed Ally amewaita mashabiki kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, huku akiwaambia yale magoli ambayo yalifungwa katika mechi ya ugenini, hayo yanahusu mashabiki ambao walisafiri na timu au wengine ambao waliungana na timu kule Eswatini kuweza kuipatia support. Nyie mashabiki ambao mtahudhuria mchezo wa pili kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, mna magoli yenu. Huyu hapa Ahmed Ally. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo aliotupa wa kupata hayo mabao 3. Tunawapongeza wachezaji wetu kwa kuonesha ubora wa hali ya juu na kiwango kikubwa kweli kweli. Leo tumeiona Simba mpya ambayo imefanywa birthday. Simba ambayo imecheza mpira mnene kweli kweli. Tumeona kiwango cha mchezaji mmoja kimemprove. Tumeona wachezaji wakicheza kwa ushirikiano wa hali ya juu. Tumeona wachezaji wakicheza kwa kasi, wachezaji wakipiga pasi nyingi za uhakika, wachezaji wakishambulia na wachezaji wakikaba. Yaani mpira wa Simba Sports Club tumeuona hii leo uwanjani kwenye ubora wake. Tunawapongeza wachezaji, lakini tunampongeza meneja Pantev ndani ya muda mfupi kuweza kufanya mabadiliko namna hii. Haiwezi kuwa rahisi siku 10 ama wiki 2 kuweza kumbadilisha mchezaji mmoja mmoja, kuweza kufanya mabadiliko kwenye kikosi alafu yakazaa matunda. Leo tunamuona Nangu anaenda kuanza mechi yake ya kwanza ya kimataifa. Leo tunamuona Nabi Kamara anaanza kwenye dimba la chini pale. Tunamuona Mwalimu anaanza pale mbele, na mabadiliko hayo yote ni mabadiliko ambayo Mwalimu anawapa vijana confidence ya kwamba unaweza kufanya hiki ambacho unaweza kukutuma. Lakini kama haitoshi, angalia kipindi cha pili, namna ambavyo Mwalimu ameshamsoma mpinzani wetu, alafu anakuja anafanya mabadiliko ya kiufundi, anafanya mabadiliko ya uchezaji, anaingiza mashine mpya 5 ambazo zinakwenda kuiangamiza kabisa Nsingizini. Anaingia Shamo kuja kuimarisha ulinzi nyuma, anaingia Kagoma kuja kulainisha mipira katikati hapa, anaingia Morris Abraham kwenda kutoa pasi rula, anaingia Kibu Dennis kuja kuongeza mikimbio mbele, anaingia Jonathan Soa kuja kutengeneza mashambulizi. Hiyo yote ni akili ya meneja Pantev kukaa na kutengeneza. Sasa kipindi cha kwanza kimemalizika namna hii. Kipindi cha pili ni ingieje, anashusha atomic zake pale, anakwenda kufanya ubaya bwela. Kila mchezaji wa Simba leo anastahili pongezi kubwa sana. Nangu anaanza mechi yake ya kwanza ya kimataifa, na sio tu anaanza
kwa kufunga na bao na kuongoza safu ya ulinzi kwa 100%. Lakini Nabi Kamara eneo la chini pale, utulivu wa hali ya juu, anapokonya, anachukua, anaanzisha mashambulizi. Kusema kweli, Simba yetu hii leo imecheza mpira wa miaka 50 ijayo, imecheza mpira wa kiwango cha juu kweli kweli. Tumeridhika, tumefurahi. Sio rahisi kupata mabao matatu ugenini, lakini kwa Simba Sports Club hilo limewezekana. Tumepata mabao matatu ugenini, lakini tumeendeleza ubabe wetu hapa Eswatini. Mwaka 2018 tulikuja hapa tukamtandika Mbabane Swallows mabao 4. Leo tumekuja hapa tumemtandika huyu Usingizini mabao 3. Maana yake ni kwamba katika nchi hii ukitoa King Mswati, king mwingine ni Simba Sports Club. Simba kuna combination nyingi, yani kuna PCB, kuna PCM, kuna EGM, kuna HKL, kuna HGK. Hiyo ndio Simba Sports Club, inategemea unataka kuchukua mchepuo gani. Hiyo ndio Simba yetu hivi sasa. Lakini baada ya mwalimu unajua kipindi cha kwanza hatukutengeneza nafasi nyingi za mabao. Ukiachilia mbali goli ambalo nafasi ambayo alipoteza Neo Maema kipindi cha kwanza, nafasi ambayo tumepata bao kupitia kichwa, hatukutengeneza nafasi nyingi. Kwa hiyo mwalimu akawa ameshawaona hawa wapinzani wetu, akasema hawa sasa wacha nikawaongezee kasi pale mbele. Akatia Morris, sababu Morris ni mzuri sana kwenye pasi elekezi. Akatia Kibu ni mzuri kwenye mikimbio without a ball. Alafu akatia na Jonathan Soa ni mzuri akiwa na mpira mguuni, ni mzuri kwenye kushoot, ni mzuri kwenye kila kitu. Jonathan Soa ni completely man. Sasa baada ya kufanya hayo mabadiliko, wale vijana wakatengeneza combination ya kiwango cha kutisha vibaya mno. Nsingizini wakawa hawaelewi sasa wamkabe mwenye mpira Morris, lakini wakifika kwa Morris wanakuta tayari ameshatoa pasi kwa Soa anawakokota. Wakati wanakwenda kumkaba Soa, Kibu huku ameshajiposition, anachukua mahali, anafunga. Ni mpira wa kufundishwa huu. Ni mpira ambao watu wanakaa darasani wanachora. Bana, wewe pita hapa, wewe pita pale, wewe dumbukia hapa, wewe piga kule. Ni architect hiyo. Bwana, ushindi huu pengine una salamu yoyote? Una salamu kwa mashabiki wa Simba wa hapa Eswatini ambao wamekuja kutusupport. Kusema kweli, wamesafiri mbali. Kuna watu wametoka Joburg, Johannesburg, Afrika Kusini. Kuna watu wametoka Cape Town. Kuna watu wametoka Port Elizabeth. Kuna watu wametoka Mozambiki, Msumbiji. Kuna watu wametoka Malawi, Zambia, nchi mbali wamekuja kuiunga mkono Simba yao. Na kusema kweli hatujakaa kinyonge jukwani. Yani tulikuwa sisi ndo waswazi yani tulikuwa tumechangamka vibaya. Na kazi wameifanya vizuri, wameshangilia. Kiliko baki ni kwa mashabiki wa Simba wa Tanzania. Kwanza sitokee mtu akaidharau mechi ya marudiano. Kazi haijaisha. Kazi imeisha lakini haijakamilika. Kuna tofauti hapo ya complete na finish. Kwa hii kazi imeisha lakini haijakamilika. Itakwenda kukamilika Dar es Salaam tarehe 26. Kwa maana Simba yoyote tarehe 26 asikae nyumbani eti kwa madai ya kwamba Simba imeshashinda bao 3, basi tena hii mechi haina mvuto, basi tena hii mechi haina umuhimu. Hii mechi ina umuhimu kweli kweli. Kwanza unakuja uwanjani ukiwa unastarehe, yani moyo wako na furaha, una bao 3 unatamba nazo. Lakini unakwenda uwanjani huna pressure. Sasa unabaki nyumbani kufanya nini? Lakini sisi tunafuta matokeo ya 3-0. Mechi ya tarehe 26 tunaanza bila. Wao bila, sisi bila. Kwa hiyo kila mwana Simba atambue kwamba ana wajibu wa kuipeleka Simba hatua ya makundi, kwa sababu mecha huku ni ya bila. Twendeni tukatafute mabao mapya. Haya magoli ya huku tunawaachia wa Swaziland. Sisi tukatafute magoli yetu Benjamin Mkapa.
Haya yanazungumzwa na afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally, kile ambacho amekiona katika mchezo ambao ulimalizika pale Eswatini na Simba kupata ushindi magoli 3-0. Amedadavua mengi sana katika mechi hiyo ambayo ilikuwa ina mvuto wa aina yake kwa mashabiki wa Simba pia ambao wameridhika na kile ambacho amekifanya meneja wa timu hiyo Dimitar Pantev na kuweza kupata ushindi magoli 3-0. Hivyo mchezo ambao unaenda kuchezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa unaanza bila kwa mujibu wa maelezo ya Ahmed Ally kwamba kinachoenda kufanyika ni bila ili waanze kutafuta magoli mengine. Ahmed Ally ananikumbusha kisa kimoja hivi wakati wa vita ya pili ya dunia. Kuna kisa kimoja ambacho kiliwahi kutengenezwa na nchi yani Warusi. Na ni filamu pia ambayo imewahi kuchezwa kuonesha kile ambacho kilikuwa kinajiri wakati wa vita ya pili ya dunia. Anasema wakati ule Ujerumani, unajua vita kitokea unaweza ukatumia watu wako sana mpaka wakaisha ambao umewapatia mafunzo ya kijeshi. Kwa hiyo jeshi likabidi liingie mtaani kuweza kukusanya vijana ambao ni active, yani ambao tunaweza kwa mfano Injo leo huyu Injo tunaweza tukamtumia. Likaingiza kwenda kuwapatia mafunzo ili waweze kufanya nini? Kuisaidia nchi. Asa miongoni mwa wale vijana ambao walipelekwa kule hawajui hiki wala kile, wakapewa tu mafunzo ABC kwamba bana hapa unalenga hivi unafanya hivyo jambo linaenda. Jamaa mmoja akaambiwa na mmoja kati ya watu wa propaganda akaambiwa kwamba tunataka tukutengeneze wewe uwe hatari zaidi usaidie jeshi kwa ajili ya kumchanganya adui. Kweli bana vipeperushi vikaenda kusema kwamba kuna sniper mmoja hatari sana wa Kirusi ambaye anafanya vizuri sana kwenye uwanja wa mashambulizi. Yani kwenye mashambulizi kwenye uwanja wa vita. Zile propaganda zilienda zikawaingia Wajerumani, wakaanza kufikiria huyu jamani mtu gani? Kumbuka yule dogo hajui chochote lakini kashatengenezwa kipropaganda. Ni mmoja kati ya watu hatari na kweli alienda kuwa hatari. Ndio Ahmed Ally sasa. Kipato kuleta majivuno. Na siku zote ushindi bwana, ushindi raha. Sikwambie mtu ukiwa umeshinda unaweza kusema lolote. Na hamna mtu anayekubishia kwa sababu umeshinda na watu wamefurahia. Uambie lolote watakusema wewe ndio ulichosema sahihi. Ni haki yako kujitamba. Ukipigwa basi unahuzunika. Kwa hiyo Ahmed ana nafasi yake, ndio uwanja wake sasa. Ana nafasi yake. Sasa tuachane na hili la Simba tuelekee upande mwingine ambapo tunaenda kutazama kile ambacho kilijiri kwenye uwanja wa Bingu National Stadium pale Lilongwe, Malawi. Wakati ambapo jeshi la kijani na njano Young Africans walikuwa na kampeni kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo ambao wakutanisha dhidi ya Silver Strikers na Young Africans kupata kipigo cha bao 1-0. Baada ya hali hiyo kutokea, klabu ya Young Africans ikamfuta kazi kocha aliyekuwa kocha mkuu wa klabu hiyo Romain Folz kufuatia kiwango ambacho hakikuridhisha katika mchezo huo. Yanga imemfuta kazi Romain Folz baada ya kufungwa bao 1-0 na Silver Strikers ya Malawi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Taarifa ya klabu hiyo imesema benchi la ufundi litakuwa chini ya kocha Patrick Mabedi ambaye hivi karibuni Yanga waliweza kuingia kandarasi naye ya kuwa kocha msaidizi wakati mchakato wa kumtafuta kocha mkuu ukiendelea. Kwa sasa Young Africans inaelekeza nguvu zake kwenye mechi ya marudiano dhidi ya Silver Strikers, mchezo ambao utachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Ili Yanga iweze kufuzu inahitaji kupata ushindi wa tofauti ya magoli 2 katika mchezo huo au zaidi katika mchezo huo wa marudiano ambao utachezwa Benjamin Mkapa. Huyo unayemuona hacheki na mtu yoyote. Huyo ni kocha Romain Folz aliyekuwa kocha wa Young Africans. Baada ya wananchi kuwa na wakati mgumu sana kwenye mchezo wao dhidi ya Silver Strikers, hatimaye klabu ilitoa taarifa kwamba kocha huyo wamefikia makubaliano ya kuendelea naye na tayari kila kitu kimeshaanza kushika njia yake. Aliyekaa hapo pembeni ni Patrick Mabedi ambaye naye ni raia wa Malawi aliyeungana na Young Africans. Hinjo, ni wazi kwamba mashabiki lakini pia hata duru lakini pia mitandao pia ilikuwa ikizungumza kuhusiana na kibarua cha Romain Folz. Ni kama alisagiwa kunguni mapema sana kwamba huyu kocha kila anachokifanya hakiendani na kile ambacho tulikuwa tunakiona kwa Young Africans, licha kwamba kikosi kimekuja na wachezaji wengine wapya ambao watu wanaamini kwamba wanaweza wakatumiwa vizuri na wakaleta maajabu sana kwa Young Africans. Nini kimetokea kati ya Romain Folz na wachezaji ambao Yanga imewasajili msimu huu, lakini pia na performance ya timu msimu huu? Nafikiri ni muda. Pengine alihitaji muda zaidi kuweza kutengeneza kile ambacho yeye alikuwa anakiamini. Ni mtu ambaye pengine hakuwa na timu kwa muda mrefu kwenye maandalizi ya msimu.
Takumbuka mchezo wake alikaa na timu kama sio siku 2 siku 3, akaenda kucheza mechi ya Rayon Sport, walishinda. Ni mechi ambayo ilikuwa uwezi kuweka maneno mengi sana. Kwanza ilikuwa ni tamasha, lakini ni mechi ambayo kocha pia alikuwa anajaribu kuangalia namna gani wachezaji wake wanaweza kufanya kile ambacho anakihitaji. Mechi nyingine ulikuwa walizicheza ndani, indoor matches walicheza nyingi sana Yanga, mechi ambazo zilikuwa zinaendelea kumpatia tathmini ya timu yake na falsafa yake inakwenda vipi. Miongoni wa waliocheza dhidi ya Tabora United ya TRA. Lakini zipo nyingi ambazo wamecheza Avic pale ndani na zingine KMC, kuona kwa namna gani wanaweza kufanya timu yao kuendelea kuwa imara na kuendelea kutengeneza msingi. Binafsi naona kundi kubwa ambalo Yanga wamefanya usajili ni wachezaji wazuri kujaribu kupitia wasifu wao na sehemu ambazo wametoka kwa kile ambacho walikifanya huko, lakini naona bado hakuna muunganiko mzuri sana, hasa kutoka katikati mwa uwanja kwenda kwenye eneo la mwisho la uwanja. Namna gani viungo wanaweza kuifanya timu kutulia, namna gani wanaweza kuifanya timu kuwa na uelekeo mzuri, kwa sababu mara zote tunafahamu viungo ndio kama wana kuwa na maono ndani ya uwanja. Hapa tutakwenda taratibu, hapa tutakwenda haraka, hapa tutapiga pasi ndefu, hapa tutaondoka kwa pasi fupi fupi nyingi. Namna gani ambavyo wanaifanya timu kuwa katika uelekeo wa wakati wote uwanjani. Kwa hiyo nafikiri kwa upande wangu ndipo ambapo kulikuwa hakuna uelekeo mzuri sana, lakini muunganiko ambao ulikuwa unakosekana kutoka kwa wanaocheza eneo la kushambulia kuja katikati mwa uwanja. Kuna kitu kila nikitazama naona Yanga inakosa mchezaji ambaye anaweza kuifanya timu kuwa calm sana kutoka katikati, lakini pia kuwa na jicho la utofauti na kile ambacho wengine wanakifikiria. Wameondoka wachezaji wawili ambao ukijaribu kutazama walikuwa ni uti wa mgongo wa klabu yao. Ali Aucho, japo wameondoka wengi, lakini ukimtazama Aucho kwenye misimu ya mafanikio kwenye kikosi cha Yanga unamtaja kama mchezaji ambaye alikuwa bora sana kwenye kulinda na kutengeneza nafasi. Unakwenda kumtazama Stefane Aziz Ki, ile X factor ambayo Fadlu alikuwa akizungumza, Stefane Aziz Ki alikuwa ni X factor kwa upande wa Yanga. Pale ambapo mambo yanaonekana kushindikana, yeye alikuwa na uwezo wa kukupa kitu cha tofauti kwa mashuti makali, kwa kupiga pasi ama kwa kufunga mabao. Alikuwa na akili ya kipekee ambayo ulikuwa huiwezi kulinganisha na wachezaji wengine uwanjani kwa sababu ya maarifa ambayo amebarikiwa. Wachezaji wengine ukiwatazama unaona bado wapo kwenye kiwango flat. Labda bado wanaendelea kupokea maelekezo tofauti, labda wanaendelea kubadilisha falsafa taratibu na wanajaribu kuingia kwenye mfumo kwa utaratibu mno. Pacome Zouzoua binafsi namuona ni mchezaji hatari, lakini kuna baadhi ya vitu akijaribu kuvipunguza na kucheza mechi nyepesi anaweza kuwa mchezaji bora na hatari zaidi ya hivi ambavyo yupo. Sasa kwa tathmini hiyo ambayo umeizungumza, kocha Romain Folz ameshindwa kuitengeneza timu ambayo unaamini kwamba inazungukwa na wachezaji wenye viwango vizuri kucheza jinsi ambavyo watu wanahitaji. Licha kwamba ukiangalia kwenye takwimu zake sio kocha ambaye amefanya vibaya sana na Young Africans. Amefungwa mchezo mmoja, amepoteza mchezo mmoja, ametoa sare na kuruhusu bao moja na kutoa sare mchezo mmoja dhidi ya Mbeya City ambao ulimalizika kwa suluhu. Tukiangalia hii michezo yote ambayo Romain Folz amesimamia na jinsi ambavyo timu ilikuwa inacheza, ni wazi kwamba kuna namna ambavyo Yanga walikuwa wameshafika kwenye hatua ama level ya uchezaji ambayo haukuiona kabisa kwa Romain Folz. Wanasema kitu chochote ambacho kinaenda kileleni kuna viwili. Kuendelea kuwa hapo kwa sababu hauwezi kwenda tena juu kwa sababu umeshafika kwenye kilele. Unarudi chini. Kuna kusalia hapo kwenye kilele na lazima urudi chini. Kwa hiyo kwa namna gani unaweza kumaintain kusalia hapa juu? Na ili uweze kumaintain ni lazima utafute namna ya wewe kukusaidia kumaintain. Mashabiki wa Yanga wanaijua timu yao. Kwa maana baada ya unajua kelele hazianza tu dhidi ya Mbeya City. Tazama mchezo wa Ngao ya Jamii dhidi ya Simba. Ile mechi imemalizika
furaha ilikuwa ni kumfunga mtani. Hata mchezo wa sports. Ilikuwa ukitazama namna ambavyo timu inacheza, unaona kabisa kwamba kuna kitu cha utofauti ambacho mashabiki hakikuwafurahisha. Ukienda kutazama mechi dhidi ya Willet, mechi zote mbili ya Angola na ya Dar es Salaam, ilikuwa ukitazama unaona kabisa kwamba mashabiki wanachokifurahia kwa sasa ni ushindi tu, lakini namna gani timu inacheza bado kulikuwa na viulizo vingi. Na mechi ya ligi kuu wamecheza dhidi ya Pamba, msemaji wa Pamba akasema wamekubali wamefungwa, lakini watafute. Kuna clip yake moja alipost alisema mashabiki watakuja kuchapana viboko, sio namna gani wamuondoe, si kocha. Kwa hiyo kwenye michezo yote ambayo Yanga amecheza, kwa timu kubwa kitu ambacho utaweza kumaintain ni kushinda, kwamba nitaendelea kushinda ili kuendelea kutengeneza ari ya ushindi ndani ya timu, huku ukijaribu kujenga taratibu. Lakini kadiri muda ulivyokuwa unakwenda, labda walikuwa wanaona kuna hali mbaya zaidi. Lakini wakati mwingine wachezaji bwana, wachezaji ni watu tofauti na waajabu kwa kiasi chake. Inawezekana si watu ambao walikuwa wanafurahia kwa kitu gani ambacho kocha anakitoa kwenye uwanja wa mazoezi. Majibu yake wanaenda kukuonesha uwanjani kwamba hawafurahi na kile ambacho wewe unakifanya, labda kwenda kwenye mlengo tofauti. Lakini kwa aina pia ya nafasi ambazo timu ilitengeneza, hasa dhidi ya Silver Strikers, ulikuwa unategemea Yanga wamalize kipindi cha kwanza walau wakiwa na mabao mawili kwenye kamba. Inaonekana basi kwenye eneo la utulivu pia limekuwa ni shida kwa ushambuliaji wa Young Africans. Nirudi kwa Andrew Kingamkono. Hivi karibuni tumeona Young Africans ilimchukua Sedi Ramovic kutoka ligi kuu ya Afrika Kusini, ambaye alikuja kunoa kikosi cha Young Africans, lakini kwa muda mfupi na yeye akikaa kabla hajaondoka na kuelekea kule Algeria. Tunaona amekuja Romain Folz, na yeye safari yake na Sedi Ramovic ni kama hazikuwa ndefu sana kwa Young Africans. Ramovic hata mwenyewe pia walikuwa wanasema hivyo, timu inaweza kashinda, lakini aina ya uchezaji ambao Yanga wanaitaka ama mashabiki wa Yanga wanaitaka kwa timu yao ni tofauti na kile ambacho kinaonekana. Anakuja Romain Folz ambaye anakutana na Yanga mpya ambayo imesheheni baadhi ya nyota wengi. Katika nyota hao anaamua kutumia mifumo yake ambayo yeye anaamini kwamba ingekuwa ni mizuri sana kwake. Anamuibua Azizi Amdambwile ambaye alikuwa mara nyingi haonekani kwenye kikosi cha Yanga. Leo ameondoka Romain Folz. Unaona kuna wachezaji ambao amewatengeneza kwa mechi hizo 6 ambazo amezisimamia akiwa na Young Africans, officials za kimashindano na hizo nyingine za Indo ambazo kwa wanacheza. Kuna wachezaji ambao unaona kwamba amewatengeneza, mashabiki watakuwa wanamdai kocha ajaye kwamba tunahitaji mchezaji fulani awepo, kwa sababu tulimuona wakati wa Romain Folz. Unajua kwenye ukocha, kocha ni binadamu. Kocha kama binadamu siku zote, binadamu tunatofautiana sana kwenye kitu tunachokifanya. Nataka mashabiki wanasema Yanga haichezi mpira mzuri. Sawa, inawezekana sawa kwa mtazamo yao. Umeona? Lakini kocha siku zote anakuja na kila kocha ana jinsi yake ya kucheza mpira. Umeona, ukiangalia Barcelona tokea ameondoka Pep, sio ile ya Pep iliyokuwa tofauti, japokuwa wanacheza pasi zao zile lakini ni tofauti. Unaona? Kwa hiyo Roman alikuja kutengeneza timu yake vizuri, akaja na mpango wake mzuri, ametengeneza timu. Kikubwa nilichokiona kwenye mechi kama hii mechi zile 5 za kwanza, pamoja Yanga kwa haipati matokeo, lakini ilikuwa anacheza kwenye misingi ya mchezo unavyotakiwa kuchezwa. Kila mchezaji unamuona anaonyesha kipaji chake. Lakini kwenye mechi hii hapa ya juzi, kilichokuwa kinaonekana, kilichokosekana ni kama vile wachezaji waliamua kila mtu akacheze kile anachokijua yeye. Umeona? Wanajikochi wenyewe. Yani hawakuwa na utaratibu. Sasa kwa sababu gani? Wao wanajua zaidi. Yani unaona Pacome anataka kucheza peke yake. Umeona? Anataka kukimbia na mpira bila malengo. Hana ile combination ambayo alikuwa nayo kwenye mechi zilizopita. Umeona? Unaona katikati Dumbia anatembea zaidi. Tuliambiwa kama huyu ana pasi nzuri, lakini hatujaona pasi yake hata moja ya goli mpaka sasa hizi. Kwamba hii pasi mpenyezo imekwenda kwenye goli hatukujaiona. Unaona? Tumeambiwa Andambwile kwenye mechi hii hakucheza vizuri naye, ambaye tuliamini yeye ndo role model wake, amemleta kumtambulisha kwenye dunia ya Yanga. Kocha amempandisha, amemweka pale juu. Lakini Andambwile kwenye mechi hii hakucheza vizuri. Alikuwa na makosa mengi.
kiasi ambacho labda ni wasifu wapinzani wao labda walikuwa bora zaidi katikati, kiasi ambacho wakamuonyesha mapungufu ya Aziz. Unajua wakati mwingine unakutana na watu ambao bora, yule Vuga yule Uchizi alikuwa kwenye kiwango kizuri sana ambacho cha kumfanya pale katikati Aziz akaonekana kuna shida. Na labda na kingine unaweza kusema labda nani Dumbia akawarudi vizuri kuja kumsaidia mwenzake pale katikati. Kwa hiyo unaona kuna kama kulikuwa na gap fulani ambacho wapinzani wao waliweza kukitumia. Ni kutokana na Yanga hawakuwa kwenye kiwango kizuri. Kwa hiyo Azizi anapaswa kuja kubadilika ili watu waliona kiwango chake mpaka akaitwa timu ya taifa. Na mimi ni muumini ambaye nilifurahia kumuona akicheza, ni mchezaji mzuri. Naamini kama kocha atakayekuja akiendeleza hivi kwa kuanzia na Mabedi, kama atamwamini, bado ni mchezaji ambaye ana kitu kikubwa cha kofa kwenye safu ya kiungo ya Yanga. Hapo wakati Young Africans wanamtambulisha Mabedi kuwa msaidizi wa kocha Romain Folz, ni tayari umeshaona kuna kitu ambacho Yanga wameanza kujiandaa nacho? Au kwako ilikuwa ni mapema sana kubaini kwamba Yanga tayari wanaanza kujipanga kuachana na kocha Romain Folz? Kwa ujio wake tu Mabedi niliona, na hasa zile sifa ambazo alikuwa amepewa Mabedi kwamba huyu ataleta mpira biliani, ataleta mpira sinia, yani ambazo zilikuwa zinatoka ndani ya Yanga yenyewe, kwamba wanamsifia zaidi. Kwa hiyo nilikuwa naona Romain amewekewa mtu nyuma, kwamba sasa ndio alikuwa anasema hapa Injo kwamba ukiona kipa anapasha ujue unayefuata ni wewe. Kwa hiyo kwa kukaa yule pale kwenye benchi ulikuwa unaona sasa hapa wanaenda kutengeneza mvurugano. Umeona? Kwa sababu yule sio mtu, na yule kocha alikuwa na Yanga, alikuwa na Folz mwanzoni, alimuondoa. Kwa hiyo sawa, hizi ni takwimu za kocha Romain Folz ambazo amezisimamia akiwa Young Africans. Amecheza mechi 6, ameshinda katika michezo 4 katika michezo 6, lakini sare ni mchezo mmoja, amepoteza mchezo mmoja dhidi ya Silver Strikers. Magoli ya kufunga ni magoli 9, akiweka kambani goli moja tu ambalo limefungwa katika nyavu za Young Africans, na ni goli ambalo limefungwa na Silver Strikers. Hivyo Silver Strikers ndio wamemuondoa kwenye nafasi yake kocha huyu Romain Folz ambaye Young Africans wamemtambulisha wakati wa mwisho kabla msimu hujaanza, ndio walikuwa wamemtambulisha. Hizi takwimu akienda nazo sehemu yoyote ile akasema kwamba nimefukuzwa kwa sababu ya hizi takwimu, pengine watamshangaa. Watashangaa, lakini sio mara yake ya kwanza katika kipindi cha miaka 3 Romain amepita Amazulu amefukuzwa. Kwa South Africa kule tayari ashafukuzwa mara 2, hii ni mara yake ya 3. Na wenyewe wanaona kwamba ana rekodi. Unajua ukiwa na kocha kijana, nakumbuka kisa cha Chelsea na Andre Boas. Yes, Andre Boas. Kwa hiyo na wachezaji waliamua kumpiga shoti. Watu wazima kina Rampard wakasema huyu bwana mtoto si hatumuelewi. Wakaanza kucheza chini ya kiwango, timu ikapoteza, hatimaye bosi akaamua kumfukuza. Kwa hiyo nakuta wakati mwingine ukiwa na kocha vijana, wao wana vitu vyao ambavyo wanaamini. Unajua miaka 35 anataka kujijenga, anataka kujenga falsafa yake. Mimi natumia vipi wachezaji? Kwa hiyo wakati mwingine kuna watu wanataka kukaa labda viongozi wakaona kuna mchezaji hapa tumemleta ana hadhi ya kucheza, anastahili kucheza. Lakini huyu kwa sababu kijana anaamini mbona huyu anakuwa mkubwa kuliko mimi. Umeona? Akaamua kumweka nje. Sasa hapo kaleta ugomvi ndani na viongozi. Kwa hiyo lakini pia kitu kingine ambacho mimi nimekiona kwanza kwa Nabi ambaye alimpa Profesa Nabi, akaja Miguel Gamondi. Kidogo unaona kwamba ni makocha ambao walikuwa na wanauza kwenye club. Yani ukimtaja Gamondi, ukimtaja Nasreddine Nabi, kwa Young Africans unaona ni makocha ambao wanauza. Yani profile yao inauza, yani inaweza aka brand team. Lakini ilivyokuja kwa Sidramovic kiukweli German machine haikuwa hivyo, kwa kocha huyu Romain Folz haikuwa hivyo. Kuna namna pia ambavyo hata Hamdi Milud na mwenyewe Hamdi alianza taratibu chini na sababu alikuwa timu iko yani tunazungumza kwamba brand, kwamba kocha, yani wanamzungumza kocha ambaye amebeba timu. Milud Hamdi unaona kabisa kwamba alikuwa hana mauzo sana, yani jinsi ambavyo kwa mfano Alikamwe anaweza akazungumza, au Amedali, tumchukue mfano Amedali. Unavyoweza kumpatia mtu akamtengeneza. Yani unaweza kumtengeneza mtu, huyu mbona atengenezeki? Ni kwa makocha hao niliona. Milud Hamdi wakati anakuja Romain Folz, lakini pamoja na Sidramovic, kikweli ilikuwa ni ngumu sana. Hata profesa, ukisema Profesa Nabi, moja kwa moja unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho kilikuwa kinafanyika. Labda Nabi kwa uzoefu. Unajua wakati mwingine ukitazama wasifu wa Gamondi, ukitazama wasifu wa Nabi, ni makocha ambao hawajaachana kwenye daraja lao. Ni kwa muda mrefu wanafundisha. Kwa hiyo unapompatia timu, anajua kwa namna gani aweze kutengeneza na kuingia kwenye falsafa yake. Kauli ya kwanza kabisa ya Nasreddine wakati anaingia Yanga, aliomba siku 90. Unakumbuka? Aliomba miezi mitatu. Alisema baada ya miezi mitatu
kitaonekana kile ambacho nakitengeneza. Na mwishowe kila mtu aliona kitu gani ambacho Nabi alikuwa anakitengeneza. Gamondi alivyoingia moja kwa moja alikuthibitishia kwamba mimi nataka nimiliki mpira lakini pia niwe na kasi na niweze kufanya pressing pale ambapo nirudishe mpira kwa muda mfupi sana ukiwa kwa timu pinzani. Yanga ilikuwa inakimbia sana sana, yani ni mpira ambao ulikuwa unaweza kusema toto Argentina, yani toto football ile ambayo ilikuwa inachezwa. Kwa hiyo kwa uzoefu wao pengine walikuwa wanajua kitu gani ambacho wanakifanya. Wakati mwingine makocha vijana kuna kitu kinaitwa ego. Ni watu ambao wanajaribu kuweka vitu tofauti tofauti kwa sababu ubongo unachemka kwa haraka kutafuta kitu kipya. Lakini ni namna gani ambavyo anaweza kuwa na jina kwa wakati huo. Turudi nyuma kidogo. Unamkumbuka Steven Van den Broek kwa haraka wakati anaingia alikwenda kubadilisha kila kitu, uchezaji na kila kitu, hata usimamizi wa timu. Kulikuwa na makelele ya mashabiki, hawajazoea mchezaji makomando. Yes, hawajazoea kucheza na striker mmoja. Unakumbuka yeye ndo akawapa Simba 4-2-3-1 wakati ambao wanacheza na Kagere na Boko na Okwi ndani. Lakini yeye kafika akaona huu si utaratibu. Utaratibu ni mtu mmoja mbele awe na watatu nyuma, wawili na wanne kwenye mstari. Baadaye baada ya muda fulani timu kumbe ndo hiki ambacho alikuwa anakipika na baadaye mpira biliani nini na lakini baada ya kupewa muda. Sawa, kwa hiyo ni swala la muda anavyozungumza Ibu Hinjo, lakini kila ambacho Young Africans wamekifanya wameshinda pia kuendelea kuwa na kocha huyu Romain Folz kwa kile walichoona wenyewe kwamba hastahili kuwa hapo. Lakini baada ya mchezo huo meneja wa klabu ya Young Africans Walter Harrison amezungumza kuelekea kwenye maandalizi ya mchezo unaofuata, lakini pia na kile ambacho walikipata kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Silver Strikers kwa kufungwa goli 1-0. Tumeshuhudia mabadiliko kwenye benchi ya ufundi na imetangazwa Mwalimu Patrick Mabedi atakuwa caretaker muda. Programu ikoje baada ya Patrick Mabedi kutangazwa kuwa kocha mkuu kwa Coast Young Africans? Programu iko vizuri na sasa hivi kama ambavyo tulizungumza siku ya jana ni kwamba baada ya mchezo kumalizika kila kitu kilikuwa kinabadilika, na baada ya hapa tunarejea Tanzania siku ya kesho jioni saa 10 na tutafika Dar es Salaam around saa 2:30 usiku. Baada ya hapo kila mtu ataenda nyumbani na Jumanne rasmi timu itaingia kampeni kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa marudiano Jumamosi tarehe 25 Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kila kitu kinaendelea vizuri chini ya regime mpya ya kocha Patrick Mabedi, na tunaamini tutakuwa kwenye nafasi nzuri sana ya kuweza kujiandaa vizuri kuelekea mchezo wa marudiano. Naelewa kabisa kwamba wananchi wameumizwa na kile ambacho kimetokea hapa Malawi, lakini kama ambavyo tunajua hii ni Champions League, haukuwa mchezo mmoja. Tunarejea nyumbani Benjamin Mkapa, sehemu ambayo imekuwa sehemu nzuri sana kwetu. Tunaenda kujiandaa vizuri na inshallah mimi naamini kabisa siku ya Jumamosi wote, wananchi wote nchi nzima kutoka sehemu mbalimbali, njooni muone jinsi ambavyo tunakuja kuandika historia hii pamoja ya kwenda kwenye hatua ya makundi kwa njia ya kipekee. Yale yaliyotokea jana tumeshayaacha. Focus yetu iko Jumamosi na tunaamini kabisa tunaenda kuwapa furaha. Mzungumza timu inaondoka Jumanne na Jumatatu jioni. Kuna programu yote ya mazoezi hapa Lilongwe kwa leo na kesho? Yes, baada ya mchezo wa jana tumekuwa na recovery session kwa wachezaji ambao walikuwa wamecheza dakika nyingi na wale ambao walikuwa hawajacheza dakika nyingi wamefanya mazoezi. Lakini hiyo ni kwa ajili ya leo. Kesho pia asubuhi kabla ya safari ambayo itafanyika jioni tutakuwa na session ya mazoezi nyingine ya asubuhi kwa ajili ya compensate, lakini pia regeneration kwa wale ambao wameweza kucheza. Kwa hiyo siku hizi mbili tutaendelea kufanya mazoezi hapa Malawi kabla ya kurejea Tanzania, na Jumanne straight away tutaingia kambini kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa marudiano. Na huyu ni meneja wa Yanga Walter Harrison akizungumza mikakati iliyopo kabla na baada ya mchezo ambao walicheza dhidi ya Silver Strikers, lakini kile ambacho wanakiandaa kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Silver Strikers ambao utachezwa Jumamosi wiki hii, na tunaendelea kushuhudia mchezo huo kupitia Azam TV. Hivyo kwa yule ambaye bado hajajaza mafuta, mwambie aweke kisimbuzi chake vizuri zaidi kuweza kupata burudani kubwa ya soka. Tuelekee kwenye kombe la shirikisho barani Afrika ambapo Azam FC imeichapa KMK mabao 2-0 katika mchezo wa ugenini ambao imecheza kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Mchezo huo ambao ulimalizika kwa Azam kupata ushindi wa magoli 2 yakifungwa na Jafet Kitambara Bora, lakini pia akifunga Pascal Msindo
kwa foul ambayo iliweza kuzalisha bao la pili kipindi cha kwanza. Hivyo mchezo huo ukadumu kwa magoli mawili hayo ambayo yalifungwa kipindi cha kwanza. Lakini KMKM inahitaji ushindi wa tofauti ya magoli mawili ili waweze kusonga mbele ama kufuzu hatua ya makundi. Kama watakuwa na nia hiyo, basi inabidi wachange karata zao kuhitaji mabao zaidi ya mawili ili waweze kusonga mbele. Hilo ni bao la kwanza ambalo lilifungwa na Kitambala Bola wakati akimalizia mpira ambao alikutana nao nje ya box kwa ustadi mkubwa zaidi. Anamnyosha miguu yake na kipa anashindwa la kufanya. Moja kati ya bao zuri sana. Dakika ya 6 tu nikasema walete. Haya. Dakika ya 42 hapo Pascal Msindo sawa. Dakika 90. Dakika 90 hapo jasho. Lakini nafikiri ilikuwa ni mechi nzuri sana. Hata kabla ya mchezo ulikuwa unajaribu kuwapa hatua moja zaidi Azam FC kwa namna kikosi chao kilivyo dhidi ya mpinzani ambaye wanakutana naye. Ingawa ukirudi kwenye makaratasi kutazama record, unaona kwenye michezo minne kabla ya huu KMKM walishinda 2 na Azam kashinda 2. Maana ni timu ambazo zina uzani sawa kwenye matokeo na mara zote kumekuwa na upinzani mkubwa sana. Tunafahamu ni sifa timu za Zanzibar dhidi ya timu za bara au timu za bara dhidi ya timu za Zanzibar. Kuna sifa ile ambayo mnafanya na sisi ni bora kuliko nyie. Kwa hiyo kwa KMKM kwenye mechi hii nafikiri hawakuwa bora katika maeneo yote. Kitazama namna gani ambavyo walikuwa wanazuia, kulikuwa na makosa mengi sana ya timu, lakini pia hata kwa mchezaji mmoja mmoja. Ukienda kutazama namna ambavyo wakiwa na mpira ulikuwa unaona pia hakuna maelewano mazuri namna gani wanaondoka. Labda tunaweza kusifu Azam kuweza kudhibiti kwenye maeneo hatarishi. Ukitoa bao la Jefte Kitambala Bola ambaye unaweza kusema kulikuwa na pressure ambayo imewekwa kwa Yaya Zaidi, lakini namna ambavyo mpira uliguswa na yeye kuscrew ule mpira. Ukitazama bao la Pascal Msindo, wachezaji 5 wapo kwenye ukuta. Jiulize nani ambaye aliruka yani unajua walau kumdisturb mpigaji. Mchezaji mmoja tu kwenye wachezaji 5. Lakini hapo kwenye wachezaji 5 ambao waliweka ukuta. Tazama kuna wachezaji 3 vimo vyao ni vimo ambavyo havishawishi kuona kama wanaweza kutengeneza ule ukuta. Mathalani wapo wachezaji ambao walikwenda kukabana na wachezaji wa Azam wenye uwezo wa kuja kusimama na pengine kutotoa nafasi kwa Pascal Msindo kuona kirahisi kitu gani ambacho anaweza kukifanya. Kwa hiyo kwa upande wangu naona ilikuwa ni mechi ambayo Azam FC alifanya kila kitu kwa ubora na vile ambavyo inapaswa kufanya kwa upande wake tofauti na KMK. Sawa, Andrew Kingamkono. Azam FC chini ya kocha Flori Benge, kuna namna ambavyo uchezaji wao sasa umeshaanza kubadilika, ile ambayo tulikuwa tunaitazama mabadiliko ambayo yamefanyika, wachezaji wameingia, wengine wametoka. Kuna namna ambavyo sasa alama za Flori Benge zimeshaanza kuonekana ndani ya klabu ya Azam. Kwa kidogo ameanza kutengeneza nani yake, kikosi chake na aina yake ya wachezaji. Japokuwa naye amekuwa na mwangalifu sana. Ukiona hata jinsi mechi alivyocheza, watu wengi kwenye makaratasi tuliamini atashinda goli 5, lakini ameenda kucheza kwa nidhamu na amewapa heshima inayostahili KMKM na amepata ushindi wake wa mabao mawili. Umemtosha kwa sababu unachotaka ni ushinde uende mbele. Haihitaji umeshinda kiasi gani. Na Kitambala Bola jana alikuwa na nafasi ya kufunga goli jingine la pili katika kipindi cha mwishoni mwa kipindi cha kwanza au cha pili, nadhani alikosa nafasi moja nzuri sana. Akiwa hapo kwenye box kabisa akapiga shuti likaenda juu mpaka Ibenge mwenyewe akainama chini. Ni kama ataendelea kutulia, Kitambala Bola akiendelea kutulia na Saduni wakiendelea kutulia, wakiendelea kutengeneza combination yao, basi hakuna shaka kwamba Azam mechi wanakuja kumaliza nani Chamazi Complex. Unajua wakati nafuatilia ule mpira kuna nafasi ambayo alikosa Saduni. Mimi mwenyewe nikashika kichwa nikasema hivi pale inaweza ikawaje, kwa sababu ni yeye na mstari wa goli, sio nyavu. Yaani mstari wa goli huwa hapa yeye yuko hapa. Nilishika kichwa. Inatokea inatokea watu wanakosa magoli ya namna ile, lakini pengine unaona Kitambala Bola ni mshambuliaji ambaye sasa anaenda kuwa tishio kwa jinsi ambavyo anacheza akiwa na Azam. Ni mshambuliaji mzuri kwa sababu bado hajafikia kwenye kile kiwango ambacho mimi nakitamani kumuona.
Unajua unapokuwa na washambuliaji wakubwa uzuri wao sana kwenye kumiliki mpira. Yeah. Na kuanzisha pasi kwa haraka. Yeye bado kidogo naona ana mwili mkubwa mzito kidogo, lakini ni mchezaji mzuri. Umeona jinsi anavyokuwa na gadi watu, anajitenga vizuri. Kwa hiyo hamna shaka kwamba akiendelea hivi anavyoendelea na akiendelea kufunga anazidi kujiamini. Unajua mshambuliaji siku zote ukifunga unazidi kujiamini. Na ukijiamini magoli yanakuja wakati wote, hata ukiunga mpira na ugoko unaenda golini kwa sababu tayari ile mwili wako una hali ya uchezaji. Kwa hiyo kwake hii ni mechi nzuri na kocha anazidi kumwamini, akiendelea kumwamini anaenda kuwapa kitu kizuri Azam, kwa sababu huko mbele wanapokwenda kama watafanikiwa kuingia kwenye makundi ndio pazito zaidi ambapo panahitajika washambuliaji wa aina hii, kwa sababu watakutana na watu wanaotaka kusukumana. Kwa hiyo ukimpata mtu kama Gift akiwa kwenye ubora wake ataweza kusukumana vizuri na mabeki wa katikati na wengine kutumia nafasi za kufunga magoli. Sasa nimeona hapo kuna namna wanashangilia. Kwa washambuliaji wakiwa kambini au wakiwa wanaendelea na mazoezi wanakuwa wanafundishana bana, mimi siku nikifunga tutashangilia hivi. Inatokea. Sasa kuna shambuliaji anamfundisha mwenzake alafu afungi. Tutashangilia lini? Siku ikitokea anafunga na wanaenda. Yaani tutashangilia lini? Basi ukifunga wewe kumbuka atakayefunga yote ni kutumia kwangu. Kwa sababu unaweza kuwa na mshambuliaji msemo unaanza labda na goli amefunga goli moja. Sasa amefundisha watu style mbalimbali mazoezini. Bana mimi nikufunga siku hiyo. Tunaenda hivi tunarudi huko. Basi alafu wakati mwingine tumieni zangu. Sikia Mangosole. Wakati mwingine hivi vitu nafikiri vinakuwa ni kufundisha. Vinakuja tu pale mzuka. Alafu unajua kwa sababu wachezaji si watu mnafanya sana mazoezi yanayofanana. Kwa hiyo mtu akienda kufanya kile kitendo, nyinyi mkifika pale mtaani mnaingia naye tu moja kwa moja. Hatua moja mnaendelea. Mimi namkubali Dejan Jojovic wakati anakuja Simba. Alikuwa na mwenyewe na wakati mgumu mpaka siku anafunga akaenda kushangilia mwenyewe hivi. Sababu ile wewe huwezi kujua hata akikufundisha huwezi na hamnayo. Sawa. Hilo tunaweka nukta kwenye swala la Azam, jinsi ambavyo waliweza kupata ushindi wa magoli 2-0 katika mchezo wa ugenini. Hivyo wanakuja kucheza kwenye uwanja wake wa nyumbani katika mchezo ambao unafuata dhidi ya KMKM. Lakini shughuli nyingine ilikuwa pale Burundi ambapo tulishuhudia mchezo ambao ulichezwa kati ya Flambeau dhidi ya Singida Black Stars, mchezo uliomalizika kwa sare ya bao 1-1. Hilo lilikuwa ni bao la Clatous Chota Chama akifunga dakika ya 55 ya kipindi cha pili, na jinsi ambavyo hali ilivyokuwa ndio yale nilikuwa nazungumza, mchezaji anafunga alafu anaenda kushangilia yeye jinsi ambavyo anahitaji. Lakini Amos Abasogi tunaweza tukasema alikuwa na siku mbaya sana kazini kwake baada ya kutengeneza na tukio ambalo lilienda kuzalisha goli. Amerudisha mpira kwa namna nzuri tu, sasa akajidai Djigui Diarra. Kumbe ni David De Gea na mambo yakaenda katika hatua mbaya sana. Andrew Kingamkono, kuna namna makocha wanaweza wakatumia hasira zao kuonesha kwa wachezaji wa namna hii? Siku zote mwingine ndio inakuwa mwisho wa kucheza. Anaweza akakuweka benchi moja kwa moja au mwingine akagundua basi, kwa sababu hiyo ni makosa ya kiuchezaji. Lakini kwa nini alikuwa anatoa ule mpira katika eneo salama, yani kilichotokea lengo lake lilikuwa zuri tu. Sema kilichotokea akili yake ilivyokuwa inasema na miguu ikawa imepoteza ushirikiano. Kwa sababu siku zote mpira mtu auangalii, miguu tu yenyewe inajua kwamba huu mpira uko kulia, ule mpira ukaja kudunda katikati ya miguu yake. Wakati alivyotuliza mara ya kwanza, ulivyokuja mara pili mpira ukaja kudunda katikati ya miguu yake. Pale ndipo ulipomchanganya. Na ule mshambuliaji akawa anakuja kwa kasi. Kwa hiyo akashindwa kuamua kwamba mpira ni upige nje au nitoe pasi. Alipotaka kujaribu kucontrol, ndio maana mara mwisho kabisa akataka kujaribu kuupiga, ndo akamwekea pasi sasa mfungaji. Umeona? Alipotaka kujaribu kuupiga ule mpira ndo alimwekea pasi mfungaji. Kwa hiyo nadhani ni makosa ya uzembe yanatokea. Maana hiyo tunaita ni uzembe, hamna namna nyingine, kwa sababu mpira umerudishwa mapema. Alikuwa na uwezo wa kufanya chochote, kufanya mpira amrudishia aliyempa, angeweza kumrudishia au akautoa nje ukawa kona au akaupiga moja kwa moja ukaenda juu. Kwa daraja la kipa wa Amas. Kipa ambaye unaitwa kwenye timu ya Nigeria. Kipa ambaye una uwezo mkubwa sana kutokana na daraja lako ambalo lipo. Kutoa mpira sehemu salama na kuweka sehemu hatarishi, hata kama angeuondoa ule mpira kwenda kwa mchezaji wake, bado alikuwa yupo kwenye riski kubwa sana, kwa sababu mpira umetoka pembeni, si ndio? Alikuwa akitazama pembeni huko. Yaani ule mpira unatoka kwa Morris Chuku ambaye yuko kwenye mstari wa eneo la beki wa kulia. Kwa hiyo kulikuwa na uwezo kumrudishia yule wa kurudisha kule ama kutoa au kubutua tu kwenda mbele ukarusha au kutoa nje, mje mjipange
upya na kuzuia shambulizi la timu pinzani. Lakini kwa namna ambavyo aliupokea ule mpira kuingiza eneo la ndani, maana yake kwanza tayari umekwisha jiweka kwenye wakati mgumu wa kujaribu kupambana. Pressure ambayo ilikuwa inatoka kwa mfungaji ambavyo aliwenda kumbugudhi na makosa kufanyika na yeye kuweza kufunga bao. Jana umeangalia mechi ya AC Milan? Umeona kipa AC Milan alichokifanya? 2-1 ameshinda. Kipa AC Milan unaona alimfinya mtu kwenye box yake. Sio kama kile. Nakuelewa. Sasa unajua tukio kama lile. Ukimfinya mtu ndio risk hapa. Ukimfinya mtu kafanikiwa, wewe shujaa. Ukikosea wewe mzembe. Lakini kilitokea. Wazo lake nzuri kipa kwamba sioni kama Amas alikuwa anataka kumfinya, alitaka kucheza pasi. Alitaka kurejesha ule mpira ndani. Ukitazama upande wa pili kuna Trabi. Na katikati kama si Aucho, Gego. Alikuwa Aucho. Kwa hiyo alikuwa na option mbili za yeye kuweza kupiga pasi. Aucho ambaye anakuja na Trabi ambaye yuko huko. Wakati anataka kupiga ule mpira, tayari mfungaji akawa amefika na yeye kushindwa kupeleka ule mpira ambapo alitaka kupeleka. Lakini amekwenda kujipa kazi ambayo haikuwa na maana kubwa ya yeye kurejesha ule mpira ndani. Alikuwa anaweza kucheza kirahisi. Yani Morris Chuku anamwambia kabisa huku usije, mpira huu hapo. Hapo ukitazama kulikuwa na kazi nyingine ambayo kipa alikuwa anaweza kufanya kazi rahisi kuliko hii ambayo aliichagua. Naona. Au huyo kipa ni Patrick Matasi. Patrick Matasi unamfahamu? Walipeana. Kwa sababu kwa namna ya kawaida si kuona kwamba kuna nafasi ya kuzalishwa bao kupitia hii pasi ambayo Morris Chuku alikuwa anarudisha kwa Marcelo. Haikuepo. Lakini pia na mshambuliaji ambaye alikuwa anaendelea kufuatilia tukio hili hakukata tamaa. Mtu mwingine hiyo pasi ingerudishwa. Kwa sababu angeishia pale. Angeishia pale kwa sababu alikuwa anaamini kwamba mpira huo umekwisha fika kwa kipa na ataweza kufanya jinsi anavyotaka. Mimi labda ni nani nachelea kusema labda inawezekana mshambuliaji aligundua kipa ana madhaifu. Unajua wakati mwingine mnapocheza mpira kipa anarudishwa sana mipira. Kuna matukio ya kujirudia unaona kwamba anakuwa na ule udhaifu. Kwa hiyo wewe wakati mwingine unajipa moyo, ngoja na mimi nikajaribu. Umeona? Na kipa kwa sababu alikuwa na mawazo pale mawili. Wakati ule mpira unakuja, unamwona kama ana mawazo mawili. Na lile wazo alipokuja kutaka kuamua kupiga chenga ndio alipoenda kukosea. Alikuwa anawaza arudishe ule mpira kule kwa sababu unaona jicho lake liko limeangalia kule. Alipotaka kufikiria sasa nirudi katikati kwa Aucho. Akaamba niende huku mwisho kwa Trabi. Akajikuta yuko katikati, mpira umemgonga katikati ya miguu, umemchanganya. Kwa hiyo atafanyaje? Ndio katoa zawadi. Kwa hiyo lakini ilikuwa ni kati ya mechi nzuri sana kuitazama ushindani ambao ulikuwa. Na mechi ya Dar es Salaam inaonekana bado itakuwa ngumu. Unajua Mangasole Flambeau ni timu ambayo wengi hawakuipa chance pia hata kwenye mchezo wao wa kwanza dhidi ya Al Ahly. Al Ahly ni timu ambayo ni kati timu ambazo zimefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye ligi ya Libya, lakini pia hata kwa ushindani. Kwa hiyo kwa vyovyote vile ilikuwa ni ngumu kuwapa nafasi hiyo kwamba wanaweza kusonga kwenda mbele. Kwa maana hiyo kulikuwa na tahadhari kubwa hata kwa Gamondi. Alikuwa akizungumza kwamba kitendo cha mpinzani wake kumtoa Al Ahly inatosha kabisa kuamini kwamba ni timu ambayo ina uwezo mkubwa sana kwenye kushindana. Na kikubwa ambacho nilikiona kwao, passing. Wanacheza sana pasi. Ni timu ambayo inapiga sana pasi fupi, wana kasi kwenda kwenye eneo la pili, wanakimbia kweli wachezaji wao. Kwa hiyo ni timu ambayo ipo tayari kujisacrifice uwanjani kwa ajili ya timu yao. Kwa maana hata mechi ya pili kule ya sare ya 2-2 dhidi ya ukitazama zile clip zao ulikuwa unaona kabisa kwamba ni timu ambayo haikati tamaa mpaka filimbi ya mwisho, na ndicho kile ambacho mfungaji alichokiona pale kwamba huu mpira naweza nikaweka pressure, kuna chochote naweza nikakipata. Sawa. Baada ya mchezo huo wa sare ambao ulimalizika kati ya Flambeau dhidi ya Singida Black Stars, mashabiki wa klabu ya Singida Black Stars wamezungumza kuelekea mchezo unaofuata ambao utachezwa hapa Dar es Salaam. Baada ya mchezo kumalizika kwa sare ya kufungana bao 1-1 Flambeau de Sente dhidi ya Singida Black Stars kutoka Tanzania, mashabiki wamekuwa na shauku wakiona kwamba matokeo yaliyotokea bado yanawapa nafasi katika mechi ya marudiano wakicheza nyumbani. Na kwa maana hiyo, baada ya mchezo wa marudiano nyumbani,
matokeo ya jumla itawavusha Singida na kuingia katika hatua ya makundi, ndoto ambao wamekuwa na yota kwa muda mrefu sana. Wapo mashabiki ambao wanaishi hapa Burundi, wapo mashabiki waliotoka Singida na maeneo mbalimbali kuungana na timu kuja hapa. Tusikie sasa hisia zao. Unaitwa nani alafu tuelezee? Mimi naitwa Bwana Ibrahim Toha Mzimbiri, mgosi wa Kaya. Unaishi hapa? Ndiyo, naishi hapa. Hebu tueleze kuhusiana na timu yako ya Singida. Kuhusiana na timu ya Singida, kwanza matarajio yalikuwa mazuri sana, japo lilikuwa ni moja kwa moja, lakini tuna imani endapo hii timu ya Flambo itaenda Tanzania, Singida kama vile watakuwa na shuka sekenke tu. Hiyo ni mteremko, kama vile anashuka sekenke. Unaitwa nani? Sengima Mamichu. Toa sauti kidogo. Unaitwa nani? Sengima Mamichu. Na wewe ni mshabiki wa Singida? Ndio. Umetoka wapi wewe? Natokea Tanzania. Umetoka Tanzania? Ndio. Umefuata Singida? Ndio. Yaani umetoka mbali sana. Umeifuata Singida. Umetisha sana. Mechi inaishia kwa Mkapa. Inaisha kwa Mkapa. Tunapiga 2. Ushindi ni wetu tukirudi, hiyo 100%. Sisi tuko hapa kama Watanzania na kusapotiana. Watoto wanajua kusakata boom. Mechi ya leo ilikuwa na ushindani, ni makosa kidogo sana ya kibinadamu. Hatumlaumu goalkeeper Abasong. Sisi tumeridhika Singida walivyocheza, lakini tuna imani tuna faida ya goli la ugenini kulingana na kanuni za CAF. Tuna imani wakija Flambo, tuna imani tutachezea Azam Complex kama itakuwa hivyo. Tuna imani tutawafunga vizuri kabisa. Mimi ni mwenyeji wa hapa Burundi. Nimekuja kuisupport timu yangu Singida Big Stars kwa sababu pamo wachezaji wenye waliwahi kupitia kwenye timu yangu ya Simba Sport Club. Kama vile unavyoona nimejiandika jina la Chama. Nampenda sana Chama Clatous. Basi hawa ni baadhi tu ya maneno ya mashabiki, na niwaachie sasa dakika moja waimbe wimbo wao, alafu tufunge matangazo yetu. Black Star, lete mchongo Black, lete mchongo tupae, lete mchongo tupae.